wakati sababu ya kurithi ni utumwa. Baadha nyinyi yote si mnajua zamani kulikuwa na utumwa hapa duniani. Kulikuwa na utumwa, walimiliki watu watumwa, na haikusemwa popote kwenye sheria kwamba kumiliki mtumwa ni dhambi. Haikuwa dhambi, ilikuwa halali watu kuwa na watumwa. Wakati wa Bwana Mtume Muhammad watu wana watumwa wao. Mwenyezi Mungu kwa hikma yake akaweka mipango ya kuondoa utumwa. Utumwa kauondoa Mungu mwenyewe, sio wazungu, sio wazungu. Sasa ukiwa na mtumwa ni mali yako, sababu mtumwa ni mali. Mtumwa ni mali, ni mali yako kama alivyo mbuzi. Siku ukiona huna kitu mfukoni, huna pesa, nyumbani hapa una mbuzi na una matatizo, si unamchukua mmoja kwenda kumuuza Vingunguti, au sio? Na mtumwa ni hivyo. Ukiamka siku mfukoni sio pazuri, una watumwa wako watatu, unachagua mmoja, unampeleka mnadani kama unavyopeleka mbuzi. Unakwenda kupatana bei, unamuuza, ananunuliwa. Sio, mnanielewa hivyo? Utumwa ni udhalili wa hali ya juu kweli kweli. Sasa yule mtumwa siku moja unamwachia huru. Minal an anta huru, nimekuacha huru. Anakwenda kuwa mwanadamu mwenye hadhi ya kawaida, yuko huru. Huyu mtumwa siku akifa, amekufa huyu mtumwa huyu, ana watu wake wa kumrithi. Aswaba wa dhawil arhami watakuja kumrithi huyo mtumwa ambaye alikuwa mtumwa zamani, sasa yuko huru. Ana jamaa zake watamrithi. Tunakwenda pamoja? Huyu mtu aliyekuwa mtumwa zamani ukamwacha we huru, ikithibiti hao warithi wake hakuna hata huyu, wanaostahili kumrithi hakuna hata mmoja. Mrithi wa huyu mtumwa ni wewe uliomwacha huru. Wewe ulokuwa bwana wake zamani, wewe ndio mrithi wa mali yake. Kwa sababu nyingi sana. Kubwa ni kwamba wewe ndo ulomfanya akaweza kumiliki. Kwa sharia ya Kiislamu mtumwa hamiliki. Mtumwa akifanya kazi akalipwa, yeye na huo mshahara wake ni mali ya bwana, yeye hamiliki kitu. Sasa kwa kuwa ulimwacha huru, akawa anaweza kumiliki, na sasa hana wale warithi wake, maaswaba, hana tena dhawil arhami, hawapo. Mrithi wake ni wewe uliomwacha huru. Mnanielewa? Kwa sababu ya tatu ya kurithi ni hiyo, wilau. Anakuja mtu akiulizwa, wewe unakuja hapa kwa sababu gani? Aseme naam, nakuja hapa kwa sababu ya wilau. Huyu bwana alokufa, kwa kuwa hana warithi, alikuwa mtumwa wangu mimi, na mimi ndo nilomwacha huru. Utakwambia naam, karibu, wewe unastahili kuja hapa. Mnanifahamu hivyo? Sababu za kurithi ni ngapi? Ni tatu. Ya kwanza inaitwa nikahu, ni ndoa. Ya pili inaitwa karaba, ni damu. Ya tatu inaitwa wilau, ni masala ya utumwa. Marufuku kuja kwenye meza ya mirathi kama huna sababu moja kati ya hizi. Hii nukta mmeielewa? Karibu. Karibu. Naam. Ndio. 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 Inasema hapewi. Kuna kitu nakiendea hapo mbele kinaitwa mawani'ul irthi. Kipo kitu kinaitwa mawani'u al-irthi, au lugha yake nyingine awaiqul irthi, viziwizi vya kurithi. Kuna kitu kinaitwa viziwizi vya kurithi. Wewe kweli ni mmoja kati ya warithi, lakini pia uwe huna viziwizi vinavyokuzuia kurithi. Nikifika hapo nitataja hicho unachokiuliza. Naendelea. Baada ya kuzipata sababu za kurithi, sasa kuna masharti ya kurithi. Kweli unazo sababu za kuja kwenye mirathi, lakini kuna masharti ya mirathi. Tunaelewana? Nayo ni matatu. Masharti ya mirathi ni mangapi? Matatu. La kwanza, tahaqququ mauti almuwarrith, sio?
ni kuthibitika kifo cha anayerithiwa. Tahaqququ mauti almuwarrithi hukman haqiqatan am hukma, ni kuthibitika kwamba anayerithiwa amekufa. Ni sharti huyu anayerithiwa mali yake ithibitike kuwa amekufa. Hakuna kumrithi mtu kama yuko hai. Kithibitike kifo chake, amekufa kwa hakika au kafa kwa hukumu. Hapa kwenye hili jambo kuna vifo aina hizi. Kuna kifo cha uhakika na kuna kifo cha hukumu. Kifo cha uhakika nyote mnajua, ni mtu kafa, mmeshuhudia, mmekwenda kumzika, nyote mnajua huyu kafa, au sio? Kifo cha hukumu ni mtu almafkudu alfaqidu, yani faqada almar'u la yu'lamu khabaruhu mada alazmani. Kifo cha hukumu ni mtu kutoweka, asifahamike aliko kwa muda mrefu sana. Unanielewa? Ametoweka mtu tukawa hatujui aliko. Sasa imepita miezi, imepita miaka, imekwenda mpaka umefika muda sasa patatolewa hukumu ya kifo chake. Tunafahamu hivyo? Nani mwenye mamlaka ya kutoa hukumu ya kifo? Ni hakim, ni kadhi, niyabatan anil hakimi, ni kiongozi, ni kadhi. Ndio atatangaza aseme kwa huu muda, hadhihi almuddatu la yaishu fiha insanun ghaliba, muda wa namna hii mwanadamu hawezi kuishi muda wote huu. Jamani, kwa mfano alipotoweka alikuwa na miaka 78, katoweka. Mzee wetu hatumuoni aliko, habari zake hatuna, na miaka 78. Tumekaa hajulikani aliko mpaka miaka 30 mbele. 30 na 75 mingapi? Mazingira kama haya, kadhi anaruhusiwa kusema kwa leo mimi natangaza kifo cha huyo mtu. Sio wewe, maana wengine familia wanaamua wao, jamani itakuwa kafa huyo, tuseme amekufa, waroho wale nataka kurithi. La, ni mtu mahususi ndo atatangaza hiyo habari. Akitangaza hivyo, yatatokea mambo mawili mara moja. La kwanza, baada ya tangazo la kadhi au hakim, mke wake ataanza ukaida kuanzia siku hiyo, kwa kuzingatia sasa kafiwa na mume. Nanielewa? La pili ni kurithiwa mali yake. Mali yake itagawanywa kuanzia hapo. Najua hapa kuna maswali na nangojwa. Je, akitokea ghafla akarudi? Mke alishakaa eda tayari, na pengine kuna bwana alishakuja akashabeba ule mzigo tayari, imekuwaje? Mali mmeshagawana na mwenyewe itakuwa inajua kichwani kuna hayo maswali. Ni wacheni kwanza niende vizuri. Sharti la tatu, bado niko la kwanza, bado nipo kwenye sharti la kwanza la kurithi. Mnanielewa? Linaitwa tahaqququ mauti almuwarrithi haqiqatan am hukma, ni kuthibitika kifo cha anayerithiwa, iwe kafa kwa hakika au kafa kwa hukumu. Hapo tumeelewana bwana? Ndio sharti namba moja. Sharti ya pili, tahaqququ hayati alwarithi inda mauti almuwarrith, ni kuthibitika uhai wa huyu anayerithi, alikuwepo hai wakati mrithiwa anakufa. Ithibiti uhai wa mrithi wakati anayerithiwa anakufa. Hapa mnanielewa vizuri? Yani wewe unayenirithi mimi, ithibitike ulikuwepo hai wakati mimi nakufa. Ikiwa na wewe ulikufa kabla yangu mimi unayenirithi, fungu lako huna, umeshakimbia mirathi. Waliokufa kabla ya mrithiwa hawarithi. Nanielewa hivyo? Tunaye baba kwa mfano, tuko watoto 5. Watoto 3 wamekufa, baba yuko hai, au sio? Tumebaki watoto 2. Siku baba akifa, wale watoto 3 walotangulia kufa hawana mirathi, kwa sababu hawakuwa hai wakati mrithiwa anakufa. Tunafahamu hivyo? Tahaqququ hayati alwarithi inda mauti almuwarrithi. Hiyo sharti namba 2. Sharti ya tatu ya kurithiana, sharti namba 3, wujudu maalumati qismati at-tarika,
ni kuwepo elimu ya ugawaji huu wa mirathi. Ni sharti mirathi igawanywe, ule ujuzi wa kusimamia uwe upo. Mkiona mnataka kuingia kwenye kugawa mirathi, lakini msimamizi wa elimu ya namna ya kugawa mirathi hayupo, atarikatu indaidhin takunu mawqufatan, ile mirathi yenu itaziwiwa kwanza, itasimamishwa. Sasa kama hakuna mjuzi na mnagawa, mtagawaje? Yani ujuzi wa kugawa mirathi haupo, mnagawana vipi? Hapatokei dhulma hapa. Lazima kuwe na ilmun li kismati tarika, kuwe na ujuzi wa kugawa ilmu. Jamani, hizi ndio sharti, mnanielewa? Ziko ngapi? Ziko 3. Ya kwanza ni kuthibiti kwamba anayerithiwa alikufa. Ya pili ni kuthibiti kwamba anayerithi alikuwepo hai wakati mrithiwa anakufa. Namba 3 ni kuwepo elimu ya mirathi. Haya, umeshatimiza sababu, pengine ni nikahi, pengine ni karaba, pengine ni wila, na masharti yapo tayari, au sio? Bado hatuendi kurithi mpaka zije nguzo. Kuna kitu kinaitwa arkanul irthi, nguzo za kurithi, nazo ni 3. Mambo matatu tu, sababu ni 3, masharti 3 na nguzo 3. Nguzo ya kwanza ya kurithi, muwarithu anaitwa nani? Nguzo ya pili ya kurithi, warithu anaitwa nani? Nguzo ya 3 ya kurithi, tarika. Ya kwanza ni nini? Muwarithu. Yani nguzo ya kwanza ya mirathi ni kuwepo mtu anarithiwa. Sasa kama hakuna anarithiwa, kuna mirathi gani? Ili turithi sinabidi awepo mtu anarithiwa, anaitwa muwarithu, ndio nguzo ya kwanza. Ya pili awepo mtu anaitwa warithu, mrithi. Kwa kuwa kuna anayerithiwa, basi wawepo na watu gani? Warithi, ni nguzo. Na nguzo ya 3 ujudu tarika, ni kuwepo hicho kinachorithiwa. Anaweza kuwepo mtu anayerithiwa, akawepo anayerithi, lakini cha kukirithi hakipo, mirathi yenyewe hamna, jambo litakuishia hapo, sio? Lazima awepo muwarithu, awepo warithu, na iwepo tarika. Tumeelewana hivyo? Haya, sababu zimepatikana, masharti yamepatikana, nguzo zimepatikana. Kuna kitu kisiwepo kitatuzuia mirathi. Yani uko mtu sababu ya kuja kurithi kaipata, sio? Masharti yametimia, nguzo ziko sawa, lakini hapewi. Kuna vitu vinaitwa mawani'ul irthi. Msemeni hivyo, viziwizi vya kurithi. Ni vile vitu vinavyomziwia mtu aliyekuwa anastahiki kurithi, lakini vikiwepo hivyo marufuku kuja hapa. Kiziwizi cha kwanza kinaitwa alqatlu, ndo swali la yule bwana yule. Ukimuua mtu ili urithi mali yake, umeshajitoa kwenye mirathi, upewi. Alqatilu la yarithu tarikatil almaktuli, aliyeua harithi mali ya aliyemuua. Tunaelewana hivyo? Na hapa kuna aina 2 mpaka 3. Kuna kuua kwa maksudi, katlu amdi, sio? Kuna shibha amdi, kuna kuua kwa bahati mbaya, kuna kuua kwa maksudi. Tunaelewana hivyo? Hapana shaka wala khilafu, aliyemuua mtu makusudi, ikithibitika kaua makusudi, harithi hata sentano, sheria imemtoa nje. Sababu anazo, lakini kwa sababu kafanya mauaji, amefanya kitendo kinachomzuia yeye kufanyaje? Yeye kurithi. Jibu lako lishapatikana kabisa. Kipo kitu hapa. Je, kaua kwa bahati mbaya? Ni mtu daktari, sasa baba yake mzazi ameugua, imebidi aende akamtibu, anamtibu baba yake, au sio? Katika harakati za matibabu amemchoma sindano baba yake, anamtibu, akafa. Amekufa pale kwenye shughuli za matibabu. Kimsingi haya matibabu ya huyu mtoto si ndo sababu ya kifo cha baba? Anarithi harithi huyu? Kauli kuna 2. Kuna ulamai wamesema ikithibitika ni bahati mbaya atarithi, na ipo kauli inasema
hapachungwi makusudi wala bahati mbaya, madhali yeye ndo sababu ya kifo cha huyo anayemrithi, hapewi kabisa. Kwa sababu tuhuma hii itaondoshwa na nani? Yani wale warithi waliobaki, nani atawathibitishia kwamba pale palikuwa makusudi, pale palikuwa bahati mbaya? Atakaye kuja thibitisha ule makusudi na bahati mbaya ni yupi? Ni nani? Mfano mwingine ni muwindaji, au sio? Kuna mtu swayad anawinda, amekwenda porini kule atafuta wanyama, mara kamuona swala kule anapita, amekoki bastola au mshale, sio? Anampiga swala, bismillahi Allahu akbar, kaachia mshale. Ule upande unakokwenda mshale huko amepita baba yake mzazi. Kabla ya mshale kuingia kwenye tumbo la swala, umeingia mshale kwenye tumbo la baba yake mzazi, ameanguka, amekufa. Baba amekufa kwa mshale wa mwanawe, lakini mwanawe alikuwa anafanyaje? Anawinda swala. Hapa kaua bahati mbaya makusudi? Alhamdulillah. Atakaye kuja kututhibitishia kwamba hapa bwana, hii bahati mbaya alikuwa anawindwa swala, nani? Nyote mmekaa kimya kwa sababu mmeshindwa kueleza atakaye kuja kuthibitisha, sio? Kwa sababu hiyo ulama baadhi yao wametuambia aina yoyote ya kusababisha kifo ambacho kasababisha huyu mrithi kwa anayemrithi, hatopewa mirathi. Hichi kiziwizi namba 1. Mnanielewa? Kiziwizi cha pili cha mirathi, azina, ni uzinifu. Uzinifu ni kiziwizi cha mirathi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ayyuma rajulin ahala bimra'atin la tahillu lahu fawaladat minhu walada falwaladu waladu zina la yarithu wala yurathu. Mtume anasema mwanamume yoyote atakayekwenda kumuingilia mwanamke sio halali yake. Tunafahamu mwanamume yoyote akiruka mipaka akamuingilia mwanamke si halali yake, yule mwanamke akapata mimba akamzalia huyu mwanamume mtoto, Mtume anasema hivi, falwaladu waladu zina, huyu mtoto ni mtoto wa zina, la yarithu wala yurathu, huyu mtoto harithi wala harithiwi. Huyo mtoto na huyu baba yake hawarithiani. Nanielewa hivyo? Sasa kwani huyu mtoto harithi kabisa kabisa? La, mtoto wa zina harithi na anarithi. Tuelewana vizuri hapo? Mtoto wa zina harithi kisha anarithi. Mtoto wa zina harithi kumrithi huyu babake. Huyu baba alomzaa kwa zina, yeye na mwanawe hawarithiani kabisa, lakini mtoto huyu anaweza kumrithi mama yake. Upande wa mama yake anaweza kufanyaje? Akarithi. Kwa baba hakuna kurithiana. Tunaelewana anavyosema hivyo? Sababu nyingine ya kuzuia mirathi ni uzinifu. Mwanamke aloishi na mwanamume kwa uzinifu akafa mmoja wao, hawarithiani watu hawa, sio? Hawarithiani. Mwingine anasema bwana, mimi lakini nimeishi na huyu bwana toka tuko vijana mpaka leo kafa. Mlioana? Nimeishi naye kwa wema, kwa hisani kweli. Msinione hivi, nimekaa naye kwa hisani ndio maana hakuniacha. Sawa, mmekaa kwa hisani, lakini hisani yenu ya uhuni. We mama, ulikana huyu bwana kwa